Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Wakati mazungumzo yakiendelea kuweza kuhakikisha amani inapatikana, nikwambie bado vita vinaendelea kushika kasi baina ya jeshi la Urusi dhidi ya jeshi la Ukraine. Na katika vita hivyo yako mambo mbalimbali ambayo yameendelea kutanabaishwa au yameendelea kuelezwa. Na miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo kwenye uwanja wa kivita ni juu ya wapiganaji wengi wa kigeni wanaohudumu na jeshi la Ukraine wanatoka Georgia, Uingereza, Marekani na Canada. Mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi ya Urusi Alexander Basrykin anasema wengi wa mamluki waliojiunga na jeshi la Ukraine wanatoka nchi zifuatazo: watu 712 kutoka Georgia, 694 kutoka Uingereza, 816 kutoka Marekani na 719 kutoka Canada, alibainisha kwenye kongamano la kimataifa la kisheria la vijana. Kulingana na Basrykin, kamati ya uchunguzi imekamilisha uchunguzi wa jinai 127 kwa mamluki. Baada ya kusikiliza kesi hizo, mahakama iliwakuta na hatia mamluki 97 kutoka nchi 26. Vile vile, jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya 5 za mpaka mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa ndege zisizo na rubani 67 katika saa 24 zilizopita na kwa jeruhi raia 6. Gavana Vyacheslav Gladkov anasema kupitia kituo chake cha Telegram siku ya Jumatano. Hayo yakiendelea, maafisa wa kamati ya uchunguzi ya Urusi wameandika kuhusu mashambulizi 8,000 ya Ukraine kwenye mpaka na maeneo ya nyuma ya Urusi. Mwenyekiti wa kamati hiyo Alexander Basrykin anasema mpelelezi mkuu alidokeza kuwa zaidi ya uchunguzi wa uhalifu 900 umeanzishwa katika kesi hiyo. Hapo kwenye uwanja wa kivita tena ni kwamba vikosi vya Ukraine vimefanya mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha mafunzo cha kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Majeshi ya Ukraine leo yalishambulia mara kwa mara kituo cha mafunzo kipekee cha Zaporizhzhia. Ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia paa la jengo la kituo cha mafunzo cha Zaporizhzhia ambacho kinajumuisha simuleta ya ukumbi wa kiwango cha juu. Hayo yakiendelea, nguvu ya mashambulizi ya jeshi la Ukraine kwenye eneo la mpaka la Kursk la Urusi bado iko juu. Kaimu gavana wa eneo hilo Alexandra Hinchinstein anasema, kwa bahati mbaya nguvu ya mashambulio ni ya juu sana. Tunarekodi mashambulizi mbalimbali ya vikosi vya jeshi vya Ukraine kila siku, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, utumiaji wa mabomu ya angani na vitendo vingine. Mashambulizi ya Ukraine husababisha uharibifu wa miundombinu ya kiraia na vifaa vya kijamii, walakini jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba wanaua watu wetu, Hinchinstein aliongeza. Kaimu gavana mkoa alisema kwamba majaribio yote ya jeshi la Ukraine kuingia katika mkoa wa Kursk yalikabiliwa kwa upinzani mkali na yanaendelea kukabiliwa. Wachunguzi wamegundua kuwa zaidi ya raia 5,600 wameuawa huko Donbas tangu 2014 kutokana na uvamizi wa Ukraine. Mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi ya Urusi Alexander Basrykin anasema wanajeshi wa Ukraine walitumia makombora kushambulia mifumo ya mbinu ya makombora ya Tochka-U, mifumo ya roketi za Grad na Uragan na aina nyingine za silaha nzito zikiwemo silaha za kigeni. Wanajeshi wa Urusi wameshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi wa Ukraine na kambi ya mafunzo ya jeshi katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi ina ripoti Jumatano inasema ndege zinazofanya kazi zilishambulia kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani. Wanajeshi wa makombora na mizinga ya vikundi vya vikosi vya Urusi vilishambulia kambi ya mafunzo ya vikosi vya jeshi la Ukraine, miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, maghala ya risasi, makombora na mizinga, na pia maeneo ya kupelekwa kwa muda ya vitengo vya jeshi la Ukraine na maeneo ya wafanyakazi wa kigeni. Hayo yakiendelea, Urusi imekuwa ikikaribisha juhudi za nchi zote zinazotaka kusaidia katika usuluhishi wa mzozo wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na Vatican ambayo ilipendekeza kuwa mahali pa mazungumzo. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema Jumatano, sisi bila shaka kijadi tunakaribisha utayari na juhudi za nchi zote zinazotaka kuchukua jukumu katika utatuzi wa mapema wa mzozo. Papa Leo wa 14 alieleza hapo awali kwamba baraza kuu liko tayari kuwezesha juhudi za kutatua mgogoro huo na kuzitaka pande husika kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Katibu wa jimbo la Vatican Pietro Parolin alipendekeza Vatican inaweza kuandaa mkutano juu ya makazi ya Ukraine. Vile wanajeshi wa Urusi wameshambulia kwa silaha na ndege zisizo na rubani kuzuia mzunguko wa wanajeshi wa Ukraine karibu na makazi ya Redi Kodub katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kusababisha vifo vya takriban askari 30 na kuharibu vipande kadhaa vya vifaa vyake. Mtaalamu wa kijeshi Andriy Marochko anasema. Marochko alisema mnamo Mei 14 kwamba wanajeshi wa Urusi walikuwa wameingia kwenye kijiji cha Redi Kodub na walikuwa wakilinda nafasi zao katika sehemu ya mashariki.
Wanajeshi wa Ukraine wameonyesha tabia ya kikatili ya Wanazi mamboleo walipoharibu makaburi ya enzi ya vita vya pili vya dunia katika maeneo yaliyotekwa nchini Urusi. Rais Vladimir Putin anasema katika mkutano na watu wa kujitolea wakati wa ziara yake kwenye mkoa wa Kursk. Mshiriki katika mkutano alisimulia jinsi wapiganaji wa Ukraine wanavyoshambulia makumbusho ya vita na kuzidisha mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani kila wanapofuatilia watu wa kujitolea. Ukraine ilizindua uvamizi mkubwa katika eneo la mpakani la Urusi la Kursk mnamo Agosti 6, 2024. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 76,500 katika mapigano kwenye eneo la Kursk. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Andrei Portnov, mshauri wa zamani wa rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych, huenda aliuawa kwa kuhofia kwamba angekuwa mchezaji mwenye nguvu sana katika timu ya upinzani wowote wa Volodymyr Zelensky katika uchaguzi wa rais. Mbunge wa zamani wa bunge la Ukraine Vladimir Olenik anatoa maoni yake. Hakika alikuwa katika biashara ya ushauri. Sikatai kwamba angeweza kushauriana na mfanyabiashara Gore Kolomoisky aliyeteuliwa kama mtu mwenye msimamo mkali na gaidi na Urusi. Hata anaweza kuwa kwenye timu tayari, kwani Zelensky amekuwa akiwaondoa wapinzani wake. Olenik kutoka vuguvugu la The Other Ukraine alisema. Kulingana na Olenik, Portnov alikuwa miongoni mwa wanasheria 10 wakuu nchini Ukraine. Mnamo 2014 alishutumu vikali mapinduzi ya Ukraine na kuwasiliana na waandamanaji. Vile Kyiv inaajiri mamluki katika safu ya vikosi vyake vya kijeshi kupitia misheni ya kidiplomasia ya Ukraine nje ya nchi. Mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi ya Urusi Alexandra Basrykin anasema kazi imeandaliwa katika balozi za Kiukraini nje ya nchi ili kuajiri, kupokea na kutoa maagizo kwa wale wanaotaka kujiunga na safu ya jeshi la kimataifa. Basrykin alibainisha kuwa ili kuajiri mamluki katika jeshi la kimataifa, uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Ukraine ulikuwa umeunda tovuti zenye maagizo ya jinsi ya kujiunga na kitengo hicho. Vile Urusi inajitahidi kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa mjini Istanbul kwa Moscow na Kyiv kubadilishana wafungwa 1000 wa vita kila moja. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema katika mkutano wake, kazi inaendelea kutekeleza makubaliano ambayo yalifikiwa Istanbul, alibainisha akijibu swali la waandishi wa habari. Mazungumzo juu ya utatuzi wa mzozo wa Ukraine unaohusisha Urusi, Ukraine na Marekani yatakuwa magumu mno, na Umoja wa Ulaya ambao umetengwa katika mchakato huu haupaswi kukwamisha. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema. Amesisitiza kuwa serikali ya Hungaria inaunga mkono juhudi za amani za kutatua mzozo wa Ukraine, ingawa inakubali jinsi itakavyokuwa ngumu. Hii ndio sababu tunatoa wito kwa viongozi wa kisiasa wa Brussels na Ulaya kujiepusha na kuzuia kufanikiwa kwa mazungumzo ya amani, Szijjártó alisema akizungumza katika mji mkuu wa Hungaria wa Budapest, ambao utakuwa mwenyeji wa mkutano usio rasmi wa wakuu wa nchi za Umoja wa Mataifa ya TOREC mnamo Mei 20 na 21. Szijjártó alishukuru Uturuki kwa msaada wake katika kuandaa mazungumzo ya hivi majuzi kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul, na kusisitiza kuwa nchi wanachama wa OTS zipo kwenye kambi ya amani. Mwanadiplomasia huyo pia alisisitiza kwamba Budapest inapinga mgawanyiko mpya wa dunia katika kambi za kijeshi na kisiasa na inajitahidi kwa daraja kati ya magharibi na mashariki. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.